وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخنا إن يوم غد يوافق 14 من فبراير. Shekhe wetu, siku ya kesho inawafikiana na tarehe 14 ya mwezi wa pili miladia. ويعتبر عند الغرب هو يوم عيد الحب الذي تكلمتم عليه. نعم. سبحان الله. Na inazingatiwa mbele ya watu wa magharibi kwamba ni siku ya sikukuu ya wapendanao. يقول وقد افتتن بعض شبابنا وفتياتنا بهذا العيد. Anasema muulizaji, na wamefitinika baadhi ya vijana wetu wa kiume na mabinti zetu kwa sikukuu hii. فهل من كلمة ونصيحة؟ Je, kuna kalima na nasaha? هذا موضوع خطبة الجمعة عندي يوم الجمعة الماضية. Haya ndio yalikuwa maudhui ya khutba ya Ijumaa, khutba yangu ya Ijumaa iliyopita. فلو أن أحدا سجلها من طلبة العلم أظن أنها سجلت في مسجد الأمير سلطان. Lau kama mmoja katika talabatul ilmi angeirekodi, na inadhani kwamba ilirekodiwa katika Masjid al-Amir Sultan. فناقشتها بالتفصيل. Nimelielezea hili kwa upana. خلاصة القول أن فيه 7 محاذير. Na kwa kauli ya mukhtasari kabisa kwamba sikukuu ya wapendanao ndani yake pana mambo 7 ya haramu. ما يسمى بعيد الحب فيه 7 محاذير. Hicho kinachoitwa sikukuu ya wapendanao ndani yake pana mambo 7 ambayo ni ya haramu. المحذور الأول أنه في الأصل عند الرومان كان يسمى عيد الإله. Jambo la kwanza la haramu kwamba kiasili siku hii iitwayo sikukuu ya wapendanao kwa Warumi ilikuwa ikiitwa sikukuu ya Mungu. عيد إله الحب. Sikukuu ya Mungu wa mapenzi. فالتعلق به تعلق بالوثنية. Kushikamana na sikukuu hii ni kushikamana na kuabudu mizimu. لأنه تقليد لعباد من؟ الأوثان. Kwa sababu ni kuwaiga wanaoabudu mizimu. ثانيا المحذور الثاني أن فيه تقليدا لليهود والنصارى. Jambo la pili la haramu ni kwamba ndani ya sikukuu hii kuna kuwaiga na kuwafuata Mayahudi na Wakristo. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: تتبعون سنن من كان قبلكم قيل اليهود والنصارى فقال من القوم إلا أولئك. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametolea habari na kutahadharisha na hilo, akasema mtafuata nyayo za waliokuwa kabla yenu. Mpaka mwisho wa hadithi akaulizwa kina nani, akasema Mayahudi. Akaulizwa ni Mayahudi na Manasara, akasema kina nani kama sio hao. وفي رواية فارس والروم. Katika riwaya nyingine Wafursi na Warumi. والأمر الثالث أو المحذور الثالث أن فيه تشبها بالكفار مطلقا. Jambo la tatu la haramu katika siku hiyo ni kwamba ndani yake pana kujifananisha na makafiri moja kwa moja. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yeyote atakayejifananisha na jamii fulani naye ni katika hao. والأمر الرابع أنه بدعة. Jambo la 4 la haramu katika sikukuu hii ya wapendanao ni kwamba ni uzushi. من البدع التي أحدثها الناس. Katika mazushi ambayo wameazua watu. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Na atakayezua katika dini yetu lile ambalo halimo ni mwenye kurejeshewa. والأمر الخامس أنه منكر وكل ما يفعل فيه منكر. Jambo la 5 la haramu katika sikukuu hii ni kwamba sikukuu yenyewe ni jambo ovu hii na kila yanayofanywa ndani yake ni maovu. من التقاء الفتيان بالفتيات. Kama vile kukutana mabinti na wavulana, kukutana wenyewe faragha. والمراسلة بينهم وإرسال صورة قلوب وما إلى ذلك. Na kutumiana jumbe mbalimbali, message, text
na kutumiana picha ya kijimoyo na kadhalika. من الهراء وكل تقليد لمن؟ للغرب. Na kadhalika upuzi mwingine wote wanaotumiana, yote hayo ni kuwaiga watu gani? Ni kuwaiga wa magharibi, makafiri. ونحن منهيون عن التشبه. Na sisi Waislamu tumekataza kujifananisha na makafiri. والأمر السادس أن العقلاء منهم منعوا هذا العيد. Na jambo la sita ni kwamba hata wale watu wenye akili katika hao wa magharibi pia wameikataa hii sikukuu ya wapendanao. حتى إن أظن سمعت بأن الفاتيكان النصراني المحرف، hata mpaka mimi nimesikia kwamba Vatikani huyu Mkristo aliyepinda يشدد في منع هذه القضية، anakuwa mkali kwenye kuzuia kutokana na kadhia hii. الأمر الأخير أنه مبني على خرافة عظيمة. Jambo la saba la haramu katika sikukuu hii ni kwamba imejengewa juu ya uzushi mkubwa, من يعني في قضية ما يسمى بالحب، katika kadhia yale yanayoitwa mapenzi وما يؤدي إليه من معاني فاسدة، na yale ambayo yanapelekewa na mapenzi katika maana zilizokuwa mbovu. فالحب عندهم هو مجرد الزنا ومقدماته. Kwani mapenzi mbele ya hao makafiri ni zinaa na vile vitangulizi vya zinaa. فعلينا أن نحذر من التشبه بهؤلاء الكفار. Ni juu yetu Waislamu tutahadhari kutokana na kujifananisha na hawa makafiri. وأظن أن هذه الإجابة كافية، Na ninadhani kwamba hili jawabu lenye kutosheleza, وقد فصلت ذلك في الخطبة كما ذكرت لكم. na nimelitaja hilo kwa upana katika khutba kama nilivyokutajieni. ونكتفي بهذا واستودعكم الله إلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Na tutosheke na haya, na biidhnillah tutaonana kwenye darsa ya kesho. Swala na salam za Allah ziwe juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na maswahaba zake. Hii ni sauti ya mufti wa Madina Sheikh Salih ibn Saad As-Suhaimi. Allah amhifadhi na amchunge, amrefushie umri katika taa. Sheikh Salih As-Suhaimi hafidhahullah ni kama shekhe wa ahli sunnati wal jamaa, mashekhe wanaoilingania da'wa salafia al-haqqa, mashekhe wenye kunasihi umma na kuongoza umma kutoa katika dhalalat na kuelekeza katika nur biidhnillah jalla wa ala. Akielezea sikukuu hii inaitwa Valentine Day au siku ya wapendanao, ambayo ni tarehe 14 mwezi wa pili kila mwaka, ambayo ni siku ya kesho kwa mwaka huu, siku ya kesho kwa mwaka huu. Na hii ndio fatwa ya wanazuoni wa Kiislamu, wanakataza Waislamu kushiriki kwa njia moja au nyingine katika sikukuu hizi za kikafiri. Na kama ambavyo ametupa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikitukataza hilo, ni vyema Waislamu wote tukashikamana na mafunzo ya Uislamu, na kile tusichokijua tukawauliza wasomi, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.